Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munikulike niwambie ndugu zangu, kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu. Hima hima tuishike tupate radhi za Mungu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Kufaulu tukitaka hilo tawaelezeni, ni hapo tutaposhika maneno ya Rahamani ya kweli yanayotoka. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان خلقه القرآن، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. tuendelea kufasiri surati Yusuf ambayo ni sura ya 12, na leo tukiendelea kutoka aya ya 69. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walamma dakhalu ala Yusufa, walipoingia kwa Yusuf, yani ndugu zake, na hawa kama tulivyoeleza ni ikhwatu Yusuf ambao walikuja safari yao ya kwanza, ndugu 10 wakanunua chakula na Yusuf. Baada ya kuuliza maswali kadhaa, taban alikuwa ajua kabla, lakini akawadasisi. Kwa hivyo akasema kuna ndugu yao mwingine mmoja ambaye hakuja, Binyamin. Kwa hivyo akawaambia ni lazima mumlete ikiwa mwasema kweli. Na Yusuf alikuwa ataka kukutana na ndugu yake kwa sababu yeye ndiye ndugu yake peke yake katika ndugu 11 ambaye ni ndugu kwa mama na baba. Kwa hivyo lamma dakhalu ala Yusufa, walipoingia kwa Yusuf hawa ndugu zake, awa ilaihi akha, Nabii Allah Yusuf alimkumbatia nduguye, yani ndugu yake yule mama mmoja baba mmoja. Qal, na ni Binyamin, akamwambia Nabii Allah Yusuf kumwambia ndugu yake huyu kwa siri, inni ana akhuka, hakika mimi ni ndugu yako, yani mimi ni Yusuf kwa ufupi. Ana akhuka fala tabtais bima kanu ya'malun, usiwe ni mwenye kuhuzunika wewe kwa hivi vitendo ambavyo wanakufanyia. Kwa sababu Yusuf alikuwa ajua bila shaka yeye alikuwa mara kadhaa hatendewi vitendo vizuri na hawa ndugu zake, ambaye yeye peke yake ndio ndugu yake, ndio ndugu zao kwa baba, lakini mama ni tofauti isipokuwa Benjamin, na akajua bila shaka na Benjamin afanyiziwa mambo yale yale. Kwa hivyo kama kwamba amwambia usihuzunike wewe, ingawa wao wanatufanyizia mambo mabaya, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupenda na ametupatia rehema na ametutengenezea mambo yetu. Kwa hivyo ndio kusudio lake. Qala almufassirun, wenye kufasiri Qur'ani wasema, walipoingia ndugu zake Yusuf wote sasa waliokuja ni 11, aliwagawanya Nabii Allah Yusuf, kila wawili akawapatia mahali wende wakalale wakakae pamoja.
Taban ni 11, wakawa 10, wamekuwa wawili wawili, mmoja amebaki na Benjamin. Akamwambia kisha kwa huyu yuko peke yake, basi atabaki na mimi. Na hii ilikuwa ni fursa vile vile yeye kupata kujuana naye zaidi, na ndio akamwambia kwamba mimi ndugu yako, usiwe ni mwenye kuhuzunika. Baadhi ya mufassirin ambao haina nguvu sana hufasiri kwamba pale alipowaambia babao waingie katika milango mbalimbali, kwamba sababu moja ilikuwa ni apate Benjamin aingie mlango kadhaa na Yusuf apate kuweza kuzungumza naye, lakini si tafsiri yenye nguvu, kwa sababu hawa watu wameshukia kwake, watakuwa na fursa wao kwa hakika kuweza kukutana peke yao, na hii imeelekea zaidi kuliko milango, kwa sababu hatujui milango ni mingapi, na kweli atabaki moja, na mwenye kukabili itakuwaje Nabii Allah Yusuf amkabili yeye peke yake. Kwa hivyo hii imeelekea zaidi kwamba aligawanya kisha akapata fursa, na maadamu mtu amshukia kwake atapata fursa namna yote. Miongoni mwa faida ambayo tunapata katika aya hii ni kwamba yafaa mtu katika jamaa zake kuonyesha mahaba pengine zaidi kidogo kwa mmoja kuliko mwingine, ikiwa ni jamaa yake zaidi. Manake hapa awa ilaihi, alimkumbatia Nabii Allah Yusuf, lakini pia tuweza kusema sio kwamba yeye ni ndugu yake tu kwa mama mmoja baba mmoja, lakini yeye pia hajakutana naye. Hao wengine 10 walikuja katika safari iliyokuja, lakini si makosa, tutakuja kuona vile vile kwamba babake na mzazi walipokuja Nabii Allah Yusuf aliwakumbatia vile vile. Kwa hivyo yafaa mtu katika uhusiano, ikiwa kuna uhusiano wa zaidi, kumuonyesha mahaba zaidi, au katika muamala wako kumuonyesha wema zaidi. Kwa sababu hiyo, kitu ambacho hakifai ni watu wa daraja moja kama baba kwa watoto wake akaweza kuwaonyesha mahaba mtoto fulani kuliko mtoto mwingine. Ikiwa ni mahaba kwa moyo, basi hakuna wasiwasi, kwa sababu moyo huwezi kuimiliki. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiamiliana na wake zake, Aisha alikuwa anampenda zaidi, lakini akimwambia Mwenyezi Mungu, mimi ninajaribu kuwa muadilifu kwa kila kitu, nikiwagawanyia siku, nikiwapatia vitu, lakini haya niwezayo mimi, ama moyo si umiliki mimi. Kwa hivyo tulipenda kulieleza hili. Falamma jahazahum bijahazihim, alipowapatia kile chakula chao au akawatilia yani shehena yao, kama Waswahili wengine wanavyosema, akajaza shehena ya kila mnyama, akawatilia chakula kile walichotaka au kile ambao ni haki kupewa. Jaala siqayata fi rahli akhi, aliweka asiqaya, jagi au gudulia au pishi ile ya kupimia, fi rahli akhihi, katika mzigo wa ndugu yake. Na hii inshallah tutaieleza. Siqaya wengine wasema taban siqaya ni kitu cha kutoka katika saqi, kumnywesha mtu, kama katika aya inavyosema aj'altum siqayata alhaji wa imarata almasjid alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir, chombo cha kuwasahilisha watu kunywa. Yasemekana hii siqaya wengine wasema kilikuwa ni chombo cha Malik kabla, kikitumia kunywea maji kikubwa, kisha kikawa chatumiwa kama kipimo. Wengine wasema kwa Malik haikulekea, ilikuwa ni kitu chatumiwa kama kutekea maji kwa wanyama, lakini kilikuwa ni kizuri. Wengine wasema ni cha dhahabu, wengine wasema ni cha fedha, lakini kimetiwa na baadhi ya johari fulani. Kitakuwa kina kima, lakini si lazima kiwe na kima kubwa sana, lakini kitakuwa na kima kiasi kadhaa. Kwa hivyo chombo hiki cha kutekea kipimo kikatiwa, tutaeleza vipi, katika mizigo ya Benjamin, ya ndugu yake Yusuf alayhi salam. Na kabla ya hapa mufassirina wanasema alipokuwa Nabii Allah Yusuf amekaa pamoja na ndugu yake Benjamin, kama tulivyosema katika kugawanya, alimwambia kwamba mimi kutaka idhini yake nitapenda tupate kukaa zaidi. Na hapa huwezi kumlaumu, kama tutavyoona amekosa kuishi na ndugu yake kwa miaka mingi. Tulisema kwa mufassirina wengine wasema miaka 22 kutoka alipotiwa kisimani mpaka kukutana na ndugu yake huyu. Sasa atamani kuishi kidogo, amekosa maisha ya ndugu zake wote, na huyu ndugu yake peke yake mdogo wake
ambaye mama mmoja, na bila shaka ana habari nyingi ataka kuzijua za babake, za mamake. Kwa hivyo wengine wasema alimwambia kwamba mimi nitaangalia nifanye mbinu niweze kukupata wewe ubaki, wende wao waje tena tutapata kuwa pamoja, lakini nitalazimika nifanye kitu kadhaa. Na yule akakubali, na hii tutakuja kuieleza baadaye. Thumma adhana muadhin, baada ya kile kipimo kutiwa katika mzigo wa chakula cha Benjamin, adhana muadhinun, akanadi mwenye kunadi, akapiga kelele mwenye kupiga kelele, ndio adhan kwa sauti kubwa, kuambia ndugu zake Yusuf, ayuhatul ir, enyi msafara, yani enyi watu mlioko katika msafara. Waarabu saa nyingine huondosha yale ashabul ir, wakasema ir moja kwa moja kukusudia, taban huwezi kuzungumza na msafara, lakini wazungumza na wale walioko katika msafara. Enyi wasafiri, innakum lasariqun, hakika nyinyi ni wezi, mumeiba. Sasa hapa saa nyingine watu huuliza, na ni sawa, yawaje kama tutakavyoona Nabii Allah Yusuf ambaye ni mtume na maasum kuweza kusingizia watu kwamba wameiba na hawakuiba. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba huu ulikuwa ni wahi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alompatia Yusuf, kama inavyosema baadaye, kadhalika kidna li Yusuf, namna hii tulimfundisha Yusuf khila fulani kufanya. Kwa nini? Ili aweze kukaa na ndugu yake. Na pengine tukirudi katika kuangalia muamala, utaweza kuona si makosa makubwa Yusuf kufanya kitu kama hiki, ikiwa wao ikhwatu Yusuf wamemtia yeye kisimani, akakosa yeye kuishi na ndugu zake wote na babake na mamake kwa miaka yote. Kwa hivyo yeye huwezi kumpa makosa, naye akiweza kufanya kitu kama hiki kwa watu ambao wamemkosea, na sababu yake ni kwamba ataka kupata kukaa na ndugu yake kwa muda fulani. Na wengine vile vile waeleza kwamba ni vipi Benjamin akubali jambo kama hili, naye ajua kwamba jambo hili litampa huzuni kubwa Nabii Allah Yaqub babake, na hili tulitaja katika wiki iliyopita. Hii ni kwa sababu huzuni ya babake ilikuwa ni kubwa zaidi kwa Yusuf kuliko Benjamin, kama tulivyoona au tutakavyoona baadaye alipokuwa ni mwenye kusema ya asafa ala Yusuf, huzuni yangu juu ya Yusuf. Kwa hivyo ilikuwa si huzuni kubwa, lakini pia hata kama ni huzuni kubwa ilikuwa ni wahi kwa Mwenyezi Mungu apate kupatiwa mtihani, ili cheo chake Nabii Allah Yaqub kipate kuwa kikubwa zaidi. Akiwaambia innakum lasariqun, watu wameeleza mambo haya maelezo mbalimbali. Ya kwanza nimeeleza mimi hivyo kwamba aliridhika Benjamin. Ya pili wengine waieleza, unajua watu wapenda sana, hasa Waislamu, uzuri wao ni kwamba hupenda kuwaweka mitume pale mahala pao pa sharafu, kwa sababu ni maasumin na ni qudwa hasana. Hawezi mtu ambaye ni maasum na ambaye mtu awe ni ruwaza njema afanye mambo mabaya, huwa ile imekuwa ni dosari kubwa. Katika Biblia ukiangalia, kama tunavyojua, utaona mambo ya ajabu yanayonasibishwa kwa mitume. Kwa hivyo tulikuwa tusema kuwa ile sababu ni sababu gani ambayo inaweza kumfanya Nabii Allah Yusuf afai kusema jambo hili kwamba ayatuhal iru innakum lasariqun. Tukasema sababu ya kwanza ni kwamba yeye aliridhika huyo Benjamin, na ikiwa aliambiwa mapema na akakubali, basi huwa sasa si makosa, kwa sababu mwenye asharidhika kufanya kitendo kama kile. Sababu ya pili ni kwamba mambo haya yote yalitokana na amri ya Mwenyezi Mungu, na ikiwa Mwenyezi Mungu alimruhusu ili kwa sababu apate kubaki na ndugu yake, na kwa sababu apate Yakubu kuwa na mtihani mkubwa zaidi, kwa hivyo pia ni sawa. Sababu ya tatu, baadhi ya mufassirina wanasema kwamba yeye aliposema innakum lasariqun, kusudio la Nabii Allah Yusuf
sio kwamba ni nyinyi mumeiba kile kipimio cha kupimia chakula, bali la sariqun, nyinyi muliiba kitendo cha wizi mshakifanya, na nyinyi muliniiba mimi, mkanitoa kwa babangu na mkanitia katika kisima. Baadhi ya watu walifasiri hivyo. Na huzni ya Yaqub tushaisema. Qalu, sasa wao walipoambiwa hawa ndugu zake Yusuf kwamba innakum la sariqun, hakika nyinyi mumeiba. Qalu, walisema wao, wa aqbalu alaihim, wakamlekea yani huyu Yusuf au ule msaidizi wake, wakimwambia madha tafqidun, mumekosa kitu gani? Angalia ibara hapa, hawakusema yani kitu gani kimeibwa, kitu gani mumekikosa. Na hapa ulama wanasema kama kwamba wafundisha adabu ya wale watu wa Yusuf, wazungumze kwa adabu mzuri, kwa sababu wao waamini hawakuiba. Leo waruka ghafla kusema tumeiba, ungesema tumekosa kitu fulani kwanza. Madha tafqidun, ay iltafatu ilayhim wasaluhu madha daa minkum wa madha fuqida. Hawakutumia madha sarakna, tumeiba nini sisi. Madha tafqidun, umekosa kitu gani? Na wao walipotumia ibara hii, na wao watu wa Yusuf nao sasa wakatumia ibara ambayo ni mzuri. Qalu nafqidu, ushaona, hawakusema mumeiba, bali walisema nafqidu, tumekosa sisi suwaa almaliki, pishi au kile kipimo au gudulia ambao almaliki mfalme anakitumia. Waliman jaa bihi himlu ba'ir, na mwenye kuileta akatupatia sisi, basi atalipwa mtu huyo himlu ba'ir, yani atapewa mzigo wa ngamia mzima. Wa ana bihi zaim, na mimi ni mwenye kudhamini, yani yule mwenye kutangaza msaidizi wa Yusuf, mimi natoa dhamana kwamba nitamlipa bakshishi yake huyo mtu jaiza, ikiwa atafanya kitu kama hiko. Qalu, wakawa wenye kusema hawa ikhwatu Yusuf, ndugu zake Yusuf, tallahi laqad alimtum. Neno tallah wengine wanasema ni kama wallah, wao hubadilishwa kwa ta au ta hubadilishwa kwa wa, lakini katika Qur'ani mara nyingi hutumiwa tallah, huwa sio yamini peke yake, bali ni yamini na kuna taajub, kustaajabu. Ni jambo ambalo si la kawaida. Sasa hawa wamestaajabu, sisi kama tutakavyoona mwendo wetu ni mzuri, tuambiwaje tumeiba na sisi hatujafanya kitu kama hiko. Kwa hivyo yaja sana tallahi kwa mahali kama tutakavyoona katika surati Yusuf, imeletwa mara nyingi kwa mahali ambapo wamestaajabu watu. Tallahi, tuapa kwa Mwenyezi Mungu, laqad alimtum, nyinyi mshajua, kwa sababu mmeamiliana na sisi mara ya kwanza, mara ya pili. Majina linufsida fil ardh, wameapa kwa sababu mambo mawili. Kwanza, majina linufsida fil ardh, hatukuja sisi hapa ardhi hii, nchi hii ya Misri, linufsida, kuleta ufisadi. Na jambo la pili, wama kunna sariqin, wala hatukuwa sisi mwenye kuiba, hatukuja kuiba wala hatukuja kuleta ufisadi. Na wanaeleza mufassiruna vile vile kwamba muamala wao ikhwatu Yusuf walikuwa ni muamala wa uadilifu na uchamungu kiasi cha kutosha, kwa sababu wakumbuka sisi tulisema kwa nini Yaqub aliwapatia ndugu yao Yusuf na akafanya kitendo kile, kisha mara ya pili wakampatia Benjamin. Tukasema sababu moja ilikuwa ni wamebadilika hawa watu, walipokuwa wadogo hawakuwa namna hii, sasa wamekuwa ni wacha Mungu zaidi. Kwa hivyo isemekana kwamba wao hata walikiwakataza wanyama wao wasende kulisha mahali ambapo hapafai, na hata wengine wakawafunga midomo yao ili wasiweze kula chakula cha watu. Na walikuwa wakati mwingine wote wako katika nataa ya aina mbalimbali. Kisha vile vile hawa ni watu ambao bidhaa zao, yale mali yao waliotumia kununua bidhaa mara ya kwanza, zilitiwa katika mizigo yao, zilipokwenda wakifungua wakaziona kwa babao,
wakarudi nazo, kwa sababu waliona hii si haki yetu. Ikiwa wao ni watu wa kuiba, hawangerudi na mali yale ambayo ilikuwa ni yao, lakini wakaona hapa lazima mfalme pengine ameghaflika. Kwa hivyo wama kunna sariqin, ndio wakashtuka wakasema tallahi. Miongoni mwa mafunzo tunayopata ni kwamba hii kusema kwamba wa ana lahu zaim, na mimi ni mdhamini, katika wanaopenda fiqhi tutataja kidogo tu pasina kwenda kwa urefu, apendaye ataendelea. Baadhi ya ulama yasema hii ni dalili ya jawazul ju'al. Ju'al kikwetu tukisomeshwa fiqhi huambia ni utoto. Ukipotea kitu ukakipata, utapewa zawadi yako ya kitu kadhaa, nitafutie, ukikipata mimi nitakupa. Kwa hivyo hii aya hii, wajua hizi aya pia zaleta hukumu. Miongoni mwa hukumu inayoleta ni masala hayo ambayo ina hukumu zake. Ni ikdi ambayo si lazima kuwa na mashahidi, na ni ikdi ambayo iko tofauti na ijara kwa namna kadhaa, hata itumiwa katika benki za Kiislamu. Jambo la pili ni kwamba yafaa mtu kujitetea. Ikiwa mtu amekwambia jambo waona si sawa, una haki wewe kujitetea. Yani hawa kama walinyamaza wangeonekana kama pengine ni kweli, lakini sasa wamesema wao kwa ihtiram. Sisi hatukuja kuleta uharibifu wala si waibaji. Kwa hivyo wewe una haki ya kujitetea kama alivyojitetea Nabii Allah Yusuf alayhi salam alipoambiwa atoke gerezani, kama tulivyoeleza, kwa masala ya mfalme ataka kumtumia yeye, akasema kwanza sitoki mpaka nijue mimi nilisingiziwa zina, nataka nijue na habari, ili ni kujitetea vile vile. Kwa hivyo kama tulivyosema wakati mwingine, ni sawa bali Muislamu kwa sababu ya izzatu nafsi na kuonyesha sharafu yake, akiwa ameambiwa jambo ambalo hastahiki na si kweli, ajitetee na asilikubali. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Sasa wale wafanyaji kazi au kiongozi wa wafanyikazi wa Yusuf asema, haya nyinyi mmekataa kwamba hamkuiba, fama jazauhu, basi malipo yake ni kitu gani? In kuntum kadhibin, iwapo nyinyi mumesema urongo, mwasema kwamba hamkuiba na tukaonyesha kwamba mumeiba, tuwafanyizie jambo gani adhabu yake? Qalu, wakatoa hukumu wenyewe sasa, jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu, malipo yake yule ambaye itaonekana pishi hii au kipimo hiki katika mzigo wake, basi yeye ndiye malipo yake, yani yeye atafanywa ni mtumwa. Na hii ilikuwa ni hukumu ya dini ya Nabii Allah Yaqub alayhi salam. Kabla ya ilivundwa hukumu hii na hukumu ya sharia yetu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba mwenye kuiba hawi ni mtumwa wa mtu, bali anakuwa ni mwenye kukatwa mkono ikiwa masharti fulani yametimizwa. Lakini wakati wao ilikuwa ukiiba wewe, ana haki yule aliyomuibia kukufanya uwe ni khadimu yake, yani umtumikie kwa umri wote au vile anavyotaka yeye. Kwa hivyo wakatoa hukumu hiyo, na tutaeleza baadaye katika mafunzo tunayopata. Na hakika hili ndilo alilolitaka Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Haja yake yeye alikuwa ataka kubaki na ndugu yake Benjamin, na pengine si ajabu kwamba Yusuf ni mtoto wa Yaqub na ajua vitabu vya Mwenyezi Mungu zaidi na ni mtume, kwamba alikuwa ajua kwamba hukumu ya mtu ambaye ameiba katika sharia ya Nabii Allah Yaqub ni hivyo. Hukumu ya mtu aliyeiba kwa sharia ya Malik, ya mfalme wa pale Misri, ilikuwa si hiyo. Ilikuwa ni adhibiwe, apigwe, na pengine atozwe gharama kawili ya kile alichokiiba, kisha imekwisha. Kwa hivyo ndio yeye sasa, kama hakuuliza hivi angekuwa ahukumu kwa hukumu ile ya mji, lakini sasa amewauliza wao wenyewe, kama wao wenyewe wametoa hukumu. Kwa hivyo sasa ikipatikana watakuwa hawana la kusema, na kwao ndio hukumu yao ile. Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu, ay malipo ya mwenye kuiba ni an yustaraqa, afanywe awe ni mtumwa wa yule aliyemuibia. Wasema wanavyoni mufassirin, wakamaliza aya hii ikhwati Yusuf akisema kadhalika najzi dhalimin. Maneno haya yalitokana na ikhwati Yusuf,
kadhalika namna hii najzi dhalimin, twawalipa madhalim. Mtu kama ameiba ni dhalim, kwa hivyo malipo yake na yeye ni kufanywa awe ni mtumwa. Faida ambayo inapatikana ni kama tulivyosema, moja ni kwamba hakuna makosa mtu hapa kutumia hikma fulani maadamu yafaa kupata lengo ambalo ni la kisawa kulipata. Nabii Allah Yusuf ikiwa alifikiria yeye kama hakutumia hukumu hii ya Nabii Allah Yaqub hangempata ndugu yake, na maadamu hukumu hii ni hukumu ya ahlul kitab, ni hukumu ni bora zaidi kuliko hukumu ya mtu ambaye ameiweka mwenyewe Malik. Lakini utaona na sisi ni bora tuzijue vitu hivi, kwa sababu saa nyingine mtu ataweza kupinga tu kila kitu. Ikiwa sharia imetupa nafasi na yetu sisi tuweza kuitumia kwa manufaa, kwa jambo la kisawa, hakuna makosa kutumia. Yani tusikaze sana mpaka ikawa kama sharia haifai kukusaidia wewe katika jambo lolote, hata katika jambo lile ikiwa wewe ni haki. Fabadaa biawiyatihim qabla wi'ai akhi, basi akaanza yule mwenye kutefuta yani ile pishi, akaanza katika mizigo yao wale ndugu zake. Na hii ilikuwa ni hila vile vile, ni hikma fulani, kwa sababu lao angeanza kwa pale moja kwa moja ukashika, mbona wewe uliweka hapa, mbona umeanza kwa huyu, ulijuaje? Au ingeleta tasaulati. Lakini sasa umeanza kwa wengine wote kisha waja kwake. Hata wengine baadhi yao husema, lakini hatuna yakini katika habari hizi, ni tasliyati, ni kuzungumza tu. Saa nyingine kuna maneno mengi hutiwa kufanya kiswa kiwe kizuri, lakini mimi sipendelei sana, hupenda kuangalia ile mambo ambayo tuna yakini. Lakini wengine wasema mpaka alipofika sasa wote wametafuta ile pishi mpaka kwa ndugu yake ndio alobaki, sasa basi hatuna haja, yatosha. Akasema la, na huyu lazima muangalie, yani namna hiyo, yani kama hakufikiria. Kwa hivyo fabadaa biawiyatihim, wakaanza kupekua ile mizigo ya ndugu zake kabla wi'ai akhi, kabla ndugu yake yule Benjamin. Thumma istakhrajaha, kisha akaitoa yule mwenye kuitafuta min wi'ai akhihi, kutoka katika mizigo ya ndugu yake. Na wanasema ndugu zake wakatingisa vichwa vyao kwa haya, wakaona vibaya na wakaanza kuzungumza naye kwa maneno magumu. Mengine wakisema ilikuwaje wewe unafanya hivi na ndugu yako, kama utakavyoona kabla yako ndugu yako Yusuf alifanya mambo kama haya. Hawajui kwamba nini. Lakini sasa ndio Mwenyezi Mungu tuona yote alimwamrisha ni kadhalika kidna li Yusuf. Hapa ndio yaje jawabu. Kadhalika, namna hii kidna li Yusuf, tulimfanyia khila hii au mpango huyu Yusuf ili aweze kumweka ndugu yake kukana yeye. Ma kana liakhudha akhahu fi dini al-malik, kama alifuata sharia hapa, dini imekusudia sharia, alifuata sharia ya dini ya mfalme wa Misri, ingekuwa hafai kumweka, ingekuwa ni apigwe kidogo na atoze gharama kawili ya kile kitu. Lakini alipotumia hukumu ya sharia ya Nabii Allah Yaqub aliweza kupata matakwa yake. Illa an yasha Allah, isipokuwa alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akataka ile hila hii ifaulu, yakatoka maneno haya kutoka kwa wale ndugu zao wa wenyewe, narfa'u darajatin man nasha, sisi tunainua katika vyeo vya watu wale ambao tunawapenda, kama tulivyomuinua cheo cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Na neno kama hili limetumiwa kwa Nabii Allah Ibrahim, narfa'u darajatin man nasha. Na hapa wanavyuoni wanaeleza kwamba hapa yaonyesha Mwenyezi Mungu amemuinua cheo chake Nabii Allah Yusuf kwa ilmu yake, na kwamba ilmu ndio kitu ambacho chamzidisha mtu cheo chake kuliko watu wengine. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, na juu ya kila yule ambaye ajuae yuko ambaye anayejua zaidi. Kuhusu neno hili Al-Hasan al-Basri asema laysa alimin illa fawqahu alim, hakuna mjuzi isipokuwa juu yake kuna mjuzi aliye zaidi. Hata yantahi alilmu ila Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka mwisho ufike kwa al-alim ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Ibn Abbas asema Allahu al-alimu al-khabir fawqa kulli alim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi mwenye habari ya kila kitu ambaye yuko juu kuliko yani mjuzi yoyote. Said ibn Jubair anaeleza wakati mmoja kwamba ilikuwa Ibn Abbas alitoa kiswa katika kutoa hadithi, ikaonekana hadithi ajibu ya ajabu, na mtu mmoja akaipendelea akasema alhamdulillah
fawqa kulli dhi ilmin alim, yani namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba juu ya kila mtu ajuaye kuna mjuzi zaidi. Kusudio yake kwamba kama hii aya ile alim ya kusudia ni yule anayejua zaidi, na hapa ni Ibn Abbas. Ibn Abbas akamwambia bi'sa ma qulta, umesema jambo la makosa sana. Allahu al-alimu fawqa kulli alim, yani kusudio aya hii al-alim yule ni Mwenyezi Mungu, lakini bila shaka kibin adam kila mjuzi kuna mjuzi zaidi, lakini alim ambaye ni mjuzi kweli ni Mwenyezi Mungu tu peke yake. Miongoni mwa mafunzo tunayopata, napenda kusema baadhi ya maneno aliyosema Ash-Shahid Sayyid Qutb katika kufasiri kadhalika kidna li Yusufa ma kana liyakhudha akhahu fi dini al-malik, katika tafsiri yake fi dhilal al-Quran, asema inna hadha nasihi ya kusema ma kana liyakhudha akhahu fi dini al-malik, yaeleza neno ad-dini tahdidan very precisely, kisawa sawa, kwamba ni nini dini. Ni nidhamu al-maliki wa shar'i. Dini hapa ni ile nidhamu, ile mifumo ya mfalme na sheria yake aliyoweka, ndio inaitwa dini. Akasema na ndio wakakata shauri ndugu zake Yusuf watumie sheria hii, na ikawa ndugu yao atafanya awe ni mtumwa, na hii ndio nidhamu wakafuata ya Yaqubu na sheria yake ya dini ya Yaqubu alayhi salam. Lakini asema hiyo ilikuwa ndio tafsiri ya dini kila wakati. Kwa bahati mbaya, asema jahiliyatul qarni al-20, ujinga wa watu wa karne ya 20. Sasa tumefika 21, lakini wakati wake aliuawa 1965. Watu wameanza kuibanya kabisa, wakaifanya dini maana yake ni imani za i'tiqadi na sha'air, ni itikadi ya tauhidi na sha'airul ibada na arkanul islam, kuswali na kufunga. Kitu kingine kikitoka hapo kinatukuliwa si dini, ambayo ni makosa makubwa sana katika kueleza. Na mimi hapa ndio napenda kueleza kwamba utaona ajabu, kuna sahwa islamia hii iliyoko ambayo imeenea katika miji ya Kiislamu, na utaona watu wavaa hijab, wengine utaona alhamdulillah hata wameweka ndevu, na utaona watu hawa ikiambiwa kwamba dini dola ya Kiislamu, yani Misri au ni Tunis au ni Libya au ni nyinginezo, yataka kupekesha mambo yao kwa sheria ya Kiislamu, utaona wale ambao ndio waonekana waswali na waonekana ni kama ni Waislamu practicing Muslim, wana practice Uislamu, wanapinga kuona pale, hawataki, wataka msimo usio wa Kiislamu. Na hii ndio yaonyesha kwamba hakika tumekuwa wajinga kiasi gani kujua dini yetu, hata ile mahali ambapo si watu wengi wa Kiislamu na huwezi kuleta hukumu ya Kiislamu. Sisi tuzungumza juu ya watu ambao majority kabisa ni Waislamu, na wengi wataka Uislamu, wale waliobaki watie kila aina ya fujo. Kwa hapo huyo inaonekana ile kufahamu Uislamu wetu tumefika wapi. Na lau tuangalia tu aya kama Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, enyi mlioamini ingieni katika hukumu ya Uislamu zote, hukumu zote mupekeshe mambo yenu katika Uislamu. Wala tatabi'u khutuwati shaitan, wala musifuate nyayo au hatua za shaitan, kwa sababu kufanya hili kiuislamu na lingine usifanye Kiislamu ni kwa hakika sio Uislamu ulivyotuamrisha. Kwa hivyo hilo ni funzo ambalo tulipata katika aya hii. Qalu, wakasema ndugu zake Yusuf, in yasriq, iwapo basi ameiba huyo Benjamin, faqad saraka akhun lahu min qabl, ndugu yake kwa mama mmoja ameiba basi kabla. Na wakusudia nani sasa? Wakusudia Yusuf, na hawajui kwamba yeye ndiye aliyoko pale, ndiye Yusuf. Fa asarraha Yusuf fi nafsi, basi Nabii Yusuf hakuwa ni mwenye kuidhihirisha, alificha maneno haya. Tutaeleza dhamiri hii yarudi kwa nani. Alificha maneno haya, lakini Nabii Yusuf akayaficha moyoni mwake, wala asiwe mwenye kudhihirisha. Akasema qala antum sharrun makanan, nyinyi kwa hakika muna hali ambayo ni mbaya zaidi. Wallahu a'lamu bima tasifun, nyinyi yani ni
hali zenu ni mbaya zaidi, na Mwenyezi Mungu anajua yale ambayo mnayosema. Hii fa asarraha, kuna tafsiri mbili. Wengine wasema asarraha alikuwa ni mwenye kutoa jibu, si amesema fanyasrik fakasarakahu lakum, ajue dalili zake, na tutasema hilo jambo aliambiwa yameiba ni vipi, angeweza kuwajibu, lakini akasema sina haya. Wengine wasema yale maneno aliyosema antum sharru makanan, taban alisema kwa kusiri, hakuambia kwa sababu kwa adab akaona sina haja ya kuambia nyinyi watu wabaya zaidi. Wallahu a'lam bima tasifun, na tasifun hapa ni kama maneno ambayo mwayazua. Manake mara nyingi kilima tasifun ikija katika Qur'ani hukusudia ni kusema kitu ambacho si cha kweli. Na hiki kisa cha kusingiziwa Nabii Allah Yusuf kwamba aliiba, kuna riwaya mbili. Riwaya moja ni kwamba Nabii Allah Yusuf, kama alivyopokea Mujahid, alikuwa akilelewa na ammati yake ambaye ni mkubwa wa Yaqub, na kitambo ilikuwa wirathi na kila kitu yategemea umri, mpaka ilipokuja sheria ya Kiislamu ikatofautisha kwamba ni mafungu kadhaa hata kama umri wako ni mdogo. Sasa yeye alikuwa na haki ya kumtizama Yusuf, na alikuwa kwake yeye na ni mkubwa wa Yaqub. Yaqub wakati mmoja akawa sasa amtamani Yusuf, akamwambia mimi siwezi kumkosa huyu, nipatie mimi sasa nimlee. Sasa yeye akamwambia basi hata mimi kwanza niwe naye kwa muda fulani. Sasa wengine wasema kuna hadithi mbili, yeye akatafuta namna ya kuweza abaki kwake. Kuna kitu kama ukanda au mshipi wa uliobaki wa Ishaq, akaja akamfunga Nabii Allah Yusuf katika nguo zake kaficha, kisha baadaye akasema huu umekosekana, tutafuteni. Kitafuta kila mahali hauonekani, kitafuta kwa Nabii Allah Yusuf kaonekana. Akasema basi, akampa habari ile Yaqub, akamwambia huyu ameiba kitu fulani, kwa hivyo sasa huyu kisawa mimi ni abaki kwangu. Akamwambia anta wadhak, basi wewe na yeye kama amefanya hivyo basi wewe utakata shauri mwenyewe. Wengine wasema la, Said ibn Jubair kulikuwa babu yake Yusuf kwa upande wa mama aabudu masanamu. Mamake Yusuf akamwambia nataka uibe huyu sanamu, ili kisha akaiba na akaenda akalivunda vunda ili pengine asende kuwa ni mwenye kuabudu tena. Sasa akatajwa kwamba yeye ameiba, na ndio Yusuf akasema basi hapa antum sharru makana, hata kama mimi niliiba Mwenyezi Mungu ajua kama kuiba kule kulikuwa ni makosa, lakini wallahu a'lamu bima tasifun. Faida au funzo tunayopata kutoka katika aya hii ni mtu kuweza kuvumilia, asiwe ni mwenye kumjibu mtu kwa ghadhab au kutoa maneno. Yusuf angeweza kujibu akiambia yeye ameiba na yuko pale pale, kwanza ni mfalme, watu wale wako chini yake, mwenyewe ana hoja, lakini hapa akaona hili haliniharibi hivyo jina, kwa sababu ile ya zina ilikuwa imeingia mji mzima. Hii ni mimi na ndugu zangu wamesema kitu kama cha upuzi, mimi nikinyamaza haina haja, badala ya kuleta maneno yawe mengi, na yalikuwa na haja abaki na Benjamin ndugu yake, na baadaye waje ndugu zake babake na mamake. Kwa hivyo yaonyesha kule kuweza kuvumilia, na ndio Mwenyezi Mungu akawa na wasifu Waislamu ambao wanavumilia akisema walkadhimina alghaidha walafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wale wenye Waislamu wazuri ni wale wenye kuficha hasira zao, wasiwe wakiwa provoked haraka kumtukana mtu. Mtume sallam kama tunavyojua alipokuja msahaba fulani kumuuliza ausuni, alimwambia nini? La taghdab. Ausuni ikirudi mara pili, la taghdab. Ausuni la taghdab. Kwa hivyo walkadhimin alghaidh, na wenye kuficha hasira zao, walafina anin nas, na wasema ukificha tu hasira usimsamehe mtu zinakumaliza, unapata mapresha na mambo mengine. Kwa hivyo walafina anin nas, na wale ambao ni wenye kusamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu anapenda muhsinina, wenye kufanya wema. Na wiki iliyopita tulimueleza kwamba Nabii Allah Yusuf ni muhsin, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu asema lamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Hapo na Yusuf kama tulivyosema, walipokuja wale watu wawili wakadakhala ma'ahu sijina fatayani, wakaingia katika gereza vijana wawili, wakaeleza kwamba sisi tumeona ndoto kadha kadha kadha, aftina andru'iyaya inna naraka minal muhsinin, tupe tawili ya ruya hii, sitakuona wewe ni katika muhsinin. Na hawa watakuja mara ya tatu, wakija tena na bidhaa zao mbalimbali ambazo si mzuri, wakimwambia
au fil kaila wa tasaddaq alaina inna Allaha yajzil musaddiqin, na akimsifu vile vile kwamba sitakuona katika muhsinin. Na hata hapa walipokuwa ataka amwache Benjamin, walimwambia kwamba inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makana inna naraka, nafikiri kwa sema minal muhsinin. Naam, iko hapa, ya ayuha alaziz inna lahu shaykhan kabiran fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Kwa hivyo imelekea kwa mtu kama Yusuf kuwa atakuwa ni mwenye kuficha hasira zake, kwa sababu ana sifa za kuwa yeye ni muhsin. Qalu ya ayuha alaziz, wakamwambia sasa, ewe bwana au ewe mheshimiwa, inna lahu aban shaykhan kabira, hakika babake huyu ni mzee sana. Fakhudh ahadana makana, basi mchukue mmoja katika sisi wengine sote mahala pake, kwa sababu sisi kwa babetu si mahaba yake sio kama huyu, kwa hivyo tutamuathiri. Fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin, sisi tutakuona wewe ni katika watu wema kabisa, umetutendea wema mwingi, tumekuja na bidhaa zetu mbaya, umetupatia chakula kwa uzuri, umetufanyizia viafa, umetuangalia kwa uzuri, mara ile hata vitu vyetu ukaturegeshea, basi na hili tutimizie sisi vile vile. Qala ma'adha Allah, akasema ma'adha Allah, Mungu aepushe mbali kabisa na jambo kama hilo. Nitafanyaje mimi? An na'khudha illa man wajadna mata'ana inda, tutamkamata vipi sisi mtu ambaye hatukukuta mali yetu au kipimo chetu katika mizigo yake? Inna idhan la zalimun, ikiwa sisi tutafanya hivyo basi tutakuwa na dhalim, sisi tutamshika mtu ambaye si aliyeiba. Kwa hivyo taban akashikilia pale pale, kwa sababu yeye ataka kubaki na ndugu yake. Faida tunayopata katika aya hii ni kwamba watu wakiwa ni wabaya si lazima wote wawe wabaya, na si lazima wakati wote wawe wabaya. Maanake ukiangalia kwa makini hizi utaona hawa ndugu watoto wa Nabii Allah Yaqub hapa walikuwa wanamsikitikia babao kama kwamba washatubia kwa mambo yaliyotukia kabla. Kwa hivyo na sisi tukiamiliana na mtu ambaye alitufanyizia ubaya katika wakati kadhaa, si lazima saa yote tufikiri mtu yule atakuwa mbaya daraja ile. Na vile vile katika watu fulani si lazima wote wawe ni wabaya. Tutakuja kuona kabiruhum, mkubwa wao asema vipi. Pengine tuweza kuendelea na aya hiyo kwa sababu tulipungukiwa kidogo. Falamma stayasu, taban walijaribu kiasi cha kutosha kuzungumza na Nabii Allah Yusuf waruhusu kumchukua mtu mwingine, lakini walipoona sasa hakuna tamaa, falamma stayasu, walipokata tamaa minhu, kutokana na Yusuf kwamba hatokubali kabisa, khalasu najian, walikwenda kando, wakaanza kunong'ona, wakaona sasa haya mambo yataka mitingi, tuangalie tufanyeje sisi sasa. Qala kabiruhum, akasema mkubwa wao. Wengi wanasema mkubwa wao ni Ruben, wengine wasema ni mkubwa wao kwa akili Shamun au wengineo, lakini almuhimu hapa sisi tuchukulie, maadamu hatuna nasi, yule ambaye ni mkubwa wao, na pengine alikuwa ni aqalu, wengine wasema ni mkubwa wa akili, pengine mkubwa wao huyo alikuwa ndio mwenye akili kubwa zaidi. Alam ta'lamu, hamjui nyinyi, anna abakum, kwamba babenu kabla ya kuondoka nyinyi, kad akhadha alaykum mawthiqan min Allah, alichukua ahadi juu yenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba hamtarudi nyinyi ila murudi na Benjamin, ila an yuhata bikum, isipokuwa kama mmezungukwa na mkapigwa mkaonye kumalizwa. Wa min qablu ma farradtum min Yusuf, na hamkumbuki nyinyi yale makosa mliyofanya kabla juu ya Yusuf, maana yake mlifanya madhambi, mfanya makosa kwake. Basi mimi falan abraha al-ardha, sitaitoka nchi hii ya Misri, siondoki mimi, hata yaadhana li abi, mpaka babangu anipe idhini, anipe ruhusa mimi, au yahkum Allahu li, au Mwenyezi Mungu anihukumie vile itakavyokuwa vyovyote. Wa huwa khairul hakimin, na mbora wa kuhukumu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funzo kama tulivyosema hapa ni kwamba katika watu saa nyingine kuna watu watakuwa ni barabara. Huyu alikuwa amekuwa ni bora, na tutakuja kuona mpaka akawafundisha maneno ya kumwambia babao, na si maneno ya mabaya, maneno ya kihakika ilivyokuwa. Wengine wasema taban alikuwa huyu ni muoga kwenda kukabiliana kwa ndugu zake, lakini tunaweza kuifasiri kwa njia nzuri. Ni muoga kwa sababu ya imani yake, na haya yake pia ni iman.
na aona yeye heri kumsadikisha babake, aone mimi sikuweza kuondoka hapa kwa sababu naona hili jambo ni kweli na sina uso wa kumuona, ili pengine huenda ikapungua hasira za babake. Lakini akawafundisha hoja mbalimbali, akiwaambia irji'u ila abikum, nendeni kwa babenu, faqulu ya abana, mwambieni e babetu, inna binaka saraq, hakika mtoto wako mwanao ameiba, wama shahidna illa bima alimna, wala sisi hakika hatutoi ushahidi ila kwa ile tuliyojua, tumeona pishi kitoka kwake, wama kunna lilghaibi hafidhin, wala hatakuwa sisi ni wenye kujua mambo ya ghaibu. Kwanza tulipotukua ahadi, wengine nasema hatukujua kwamba litatokea hili, wala hatujui ameiba kweli au hakuiba kweli, lakini hili ndio tuliona sisi. Was'alil qaryata, hapa kama vile tulivyosema, qarya haiulizwi, lakini ulize ahlul qarya, waulize mababa yetu, wale watu wa mji yule ambao kwamba tulikuwa sisi watu wa Misri, tuma mtu uulize kulikuwa kiswa hiki kilikuwa chajulikana, allati kunna fiha, ule mji tuliokuwa, wal'ira, vile vile uulize msafara ambao allati aqbalna fiha, tuliokuja nao, na msafara huu wasema ulikuwa ni msafara watu kutoka Palestina, Kanaanin. Kwa hivyo waulize kama hili jambo lilitukia au halikutukia. Wa inna la sadiqun, na hakika sisi tukwambia kweli. Na hapa utaona kweli haitaraji kubambanywa moja kwa moja. Hawakuwa na haja ya kuja walia kama walivyofanya wakati wa Yusuf, kwa sababu hakika ni hakaiki hizi zimetukia, na wakatoa pointi za kisawa sawa kwamba lao yule baba aangalia ataona sawa sawa, na hatuwezi kumlaumu baba kwa jawabu ambayo atakayokitoa, ambayo inshallah tutakuja kuizungumza katika inshallah darsa litakayokuja, kwa sababu baba kwa mara ya kwanza alipata mambo hayo, au na yeye hii ni mipango tu vile vile, kwa hivyo huwezi kumlaumu sana. Inshallah leo tutakoma hapo na tuendelee na darsa letu wiki itakayokuja. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.